Mpenzi mtazamaji wa Ishi Media, sikiliza nikuelezee. Uhuru mpya wa Tanzania unakuja, na hii ni kutokana na baadhi ya mipango ambayo Tanzania wamekuwa wakionyesha kuifanya, hasa kutekeleza dira ya Tanzania ambayo inaonyesha mwelekeo wa Tanzania kuanzia sasa mpaka mwaka 2030. Jina langu ninaitwa Robin Rachel kutoka Ishi Media. Kwa muda mrefu mataifa ya Afrika yalikuwa yametawaliwa na wakoloni, na wakoloni hao walitoka Ulaya Magharibi, na mataifa ya Afrika baadaye kuanzia miaka ya 50 baada ya vita kuu ya pili ya dunia walianza kupambania uhuru, kwa sababu tayari waliona wazungu wameshachoka kupambana katika vita kuu ya pili ya dunia. Lakini pia Waafrika wengi waliahidiwa kwamba wakisaidiana na wazungu katika vita kuu ya pili ya dunia, basi vita ikiisha watapatiwa uhuru. Historia ambayo wengi hawaifahamu ni kwamba Waafrika pia walisaidia sana wazungu katika kupambana na vita kuu ya pili ya dunia. Sasa basi, baada ya hapo ilipofika miaka ya 50, nchi za Afrika zikaanza kupambania uhuru. Hatimaye Ghana ikapata uhuru, na baada ya hapo mataifa yetu mengine yakafuata. Mataifa ya Ulaya Magharibi ni mataifa ambayo yalianza kuwa na viwanda kwa muda mrefu sana, lakini kwa bahati mbaya hawana malighafi. Hivyo basi walikuja kugundua bara la Afrika lina malighafi, na ndipo walipokaa katika kikao kule Berlin miaka ya 1800 kwa ajili ya kuja kugawana ardhi zetu na kuweza kubeba malighafi zetu. Walifanya hivyo kwa muda mrefu sana mpaka pale ambapo tulidai uhuru. Hata walipotupa uhuru, lakini bado kwa kuwa wao ni nchi za viwanda, bado wakawa wanaendelea kuhitaji malighafi zetu. Ndipo walipoona tutafanya nini ili tuendelee kupata malighafi. Basi mataifa yetu yalianza kujiongoza, huku viongozi wetu wengine wakiamua kuingia katika mifumo tofauti na ile mifumo ambao wakoloni wetu walikuwa wakiitaka. Mfano Tanzania tuliingia katika mfumo wa ujamaa. Baada ya hapo wazungu waliotutawala walihakikisha wanafanya kila jitihada ili waendelee kupata malighafi katika mataifa yetu, na hivyo waliturudisha katika mfumo wa ukoloni mamboleo. Sasa ikawa sasa wanabeba malighafi zetu kwa kupitia mikataba, kwa kupitia programs mbalimbali tulizolazimishwa kusaini kutokana na mikopo ya taasisi zao kubwa za fedha kama Benki Kuu na IMF. Lakini pia wakawa wanapata malighafi zetu kupitia misaada. Kwa kile ambacho walikuwa wanakichukua kikawa ni kikubwa kuliko kile wanachotupa. Wanachukua mali zetu nyingi, kisha wanatuletea theluthi tu ya misaada na kusema kwamba wanatusaidia, huku program mbalimbali walizolazimisha viongozi wetu wa sign zikiwapatia manufaa zaidi ya hata ile misaada kidogo ambao wanaileta kwetu. Lakini pasipo huruma walitumia ile misaada kutukandamiza zaidi, kuhakikisha sera zao zinatimizwa katika mataifa yetu, na hii ikafanya mataifa mengi ya Afrika yakawa maskini. Ndio maana Afrika nchi nyingi matatizo yanafanana, kwa sababu chanzo cha matatizo ya Mwafrika ni chanzo kimoja, wakoloni wetu. Sasa kutokana na hilo, viongozi wengi wa Afrika wamechoka kubeba lawama kutoka kwa wananchi kwamba hawana wanachokifanya endapo wanashika madaraka, kwa sababu uhalisia ni kwamba uzembe mkubwa wa viongozi ambao unaonekana katika vyombo vya habari juu ya viongozi wa Afrika si sababu kubwa ya kufanya Waafrika wawe maskini, kwa sababu viongozi wazembe wako maeneo mbalimbali duniani, lakini chanzo kikuu ni system ya ukoloni mamboleo ambayo ukipambana nayo unakuwa hatarini. Tumemwona Kwame Nkrumah alipinduliwa kwa kupambana na system hiyo. Thomas Sankara, kiongozi wa zamani wa Burkina Faso, aliuawa kutokana na kupambana na system hiyo. Patrice Lumumba aliuawa mapema sana kabla hata hajaanza kupambana vizuri na hiyo system. Julius Kambarage Nyerere aliwekewa ugumu sana katika kuendesha nchi kutokana na kuikataa hii system. Na viongozi wengine wa hivi karibuni kama Ibrahim Traore tumemwona akipigwa vita sana kule Burkina Faso kwa sababu anapambana na hii system. Muammar Gaddafi aliuawa mbele ya macho yetu kutokana na kupambana na hii system. Hivyo viongozi wengine wakawa ni waoga. Sasa moja ya njia ya kuweza kuondokana na hii system ni kuweza kujitegemea kiuchumi. Pengine hatuna pesa, lakini tumebarikiwa maliasili, tuna madini na nishati. Hivyo basi baadhi ya mataifa yetu yameanza kukusanya dhahabu, Tanzania ikiwa mojawapo. Tunakusanya dhahabu nyingi na kuhifadhi katika benki kuu yetu. Sasa kinachotakiwa kufanyika sasa hivi ni kuangalia namna gani tutaweza kujitegemea
tusitegemee sana misaada kutoka kwenye nchi hizo za wazungu, na pia tusitegemee sana mikopo kutoka katika taasisi zao kubwa za fedha. Ndipo habari ambayo imeandikwa kuanzia tarehe 28 Januari ikawa imestua watu, na watu wengi wafahamu mambo ya kiuchumi. Basi nikasema ni lazima tuje tufunguane macho juu ya maamuzi haya yaliyofanywa na serikali yetu. Habari ambayo imeenea katika vyombo vya habari ni kwamba Tanzania inakwenda kutoa baadhi ya akiba ya dhahabu ambao wamehifadhi na kuiuza ili waweze kupata hela za kujenga miundombinu mbalimbali ndani ya nchi. Jambo hili wengine wakasema pengine tunaenda kuuzwa zaidi sasa, au tunakwenda kufilisika, lakini kuna wengine wakasema hili ni jambo sahihi. Nami niko hapa kwa ajili ya kukuelezea kama je, jambo hili lina faida au halina faida. Kiuhalisia ni kwamba cha kwanza kabisa habari inasema tunauza baadhi tu ya akiba yetu ya dhahabu. Maana yake ni kwamba hatuuzi dhahabu yetu yote. Kwa hiyo hili ni jambo bora kuliko kuuza dhahabu zetu zote au nusu, bali tunauza baadhi tu ya akiba, kwa sababu ni lazima tuendelee kuwa na akiba ya dhahabu nyingi, kwa sababu unapokuwa na akiba ya dhahabu inakuhakikishia wewe kuaminika kwa wawekezaji, lakini pia inakupa maamuzi ya kiuchumi, unakuwa hupelekeshwi na wazungu. Kwa hiyo tunauza baadhi tu na nyingine inabaki. Lakini swali linakuja, tunauza kwa ajili ya kufanyia nini? Tunauza ili kupata hela kwa ajili ya kujenga miundombinu. Huu ni mpango mzuri kabisa wenye faida, ambao kwanza unatuondoa katika utegemezi wa mikopo, lakini pili, pesa hizo zinazopatikana kutokana na mauzo ya dhahabu zinakwenda kujenga miundombinu. Miundombinu ndio ambayo inainua uchumi. Ninaposema miundombinu namaanisha bandari, barabara, leri. Hivi ndio vitu ambavyo vinafanya uchumi uinuke. Kwa hiyo kama utauza dhahabu zako kidogo ili kuweza kujenga vitu ambavyo vitaenda kukufanyia uchumi uzidi kuinuka, hilo ni jambo sahihi kabisa. Lakini ingekuwa ni hatari endapo tungesikia Tanzania inauza dhahabu ili kuweza kulipa wafanyakazi, kuweza kununua vifaa pengine vya kujikimu ndani ya nchi ambavyo havitaleta uzalishaji wowote kiuchumi. Hapo ndo tungekuwa matatani. Lakini kitendo cha kuuza dhahabu kwa ajili ya kujenga miundombinu, hapo tunafanya uwekezaji. Mimi ni Robin Rachel kutoka Ishi Media.